msaidizi wa kufanana. Sasa kufanana na yule mume sio kwa sura. Ni wachache wakishaoana wakafanana. Kuna mke na mume mnaonaga wanafanana si mnaonaga huko? Lakini kufanana kwetu ni kufanana majukumu. Ni kufanana majukumu, sio ile kula kwa jasho ni mwanaume. Nilikufundisha jana kwamba sisi kwa waume zetu tumefanyika kuwa kama mahouse girl, wale wafanyakazi wa ndani, na sisi kadhalika kwa waume tuko hivyo. Yaani tumewekwa tu kuwatumikia. Lakini tukishamaliza kumtumikia mume, tunalitumikia kanisa la Mungu. Tulijifunza jana kwenye kitabu cha Waamuzi ile sura ya 4, tumejifunza pale mambo mengi. Tukaona Debora namna gani alivyokuwa na ujasiri wa kujitoa muhanga kwa ajili ya kutumika kwa ajili ya kazi ya Mungu. Lakini kuna mahali tuliona Yaeli namna gani alijilipua namna ya kumwangamiza Sisera. Tuko hapa? Tuko pamoja? Tuna kazi tuliyoitiwa kama wanawake, kama watu wa Mungu, kama kanisa. Hata kina baba wakipenda watatuunga mkono. Tuna harambee. Hapa naona mwenyekiti ananionyesha hapa kuna matumizi, kuna nini, kuna kila kitu. Hapo kunatakiwa kuwekwa jamvi. Amina. Kunatakiwa kuwekwa jamvi. Lakini tukisoma kitabu cha Nyakati ya 29 kuanzia mstari wa 1 pale mpaka wa 5. Nani aliyekuwa anamsomea jana mwalimu? Leo hayupo. Hayupo mwalimu. Nipate mtu mwingine. Nani atanisomea Nyakati ya 20, Nyakati wa kwanza 29 hapa kuanzia mstari wa 1. Maandiko yanasema, kisha Daudi akawaambia kusanyiko lote, Suleimani mwanangu ambaye Mungu amemchagua peke yake, akali ni mchanga bado na mororo, nayo kazi hii ni kubwa, kwani nyumba hii ya enzi si kwa mwanadamu ila kwa Bwana Mungu. Ilipua kwa dhahabu za kutosha, kwa fedha, kwa vitu vya thamani, kwa vitu vya miti, kwa vitu na kadhalika na kadhalika. Anafanya maandalizi. Japo seremani atakuja kujenga, lakini anafanya maandalizi kama sisi tunavyoendelea kufanya maandalizi hapa. Baadaye vizazi vyetu vikija, vinabaki vinaabudu tu. Wanakuja wanafanya mambo mengine yatakayo kuwepo mbele yao kwa wakati huo, lakini sisi tumemaliza. Kwa tafsiri nyingine ni kwamba tunaingia agano. Unaona, unapofanya mambo kama hayo, la mgambo limelia, wamepiga panda kwa ajili ya kazi ya Mungu, haumzuili Mungu mkono, unaweka, unajifungamanisha na Mungu, unajiweka wakfu, unaingia agano pamoja na yeye. Kila unafanya leo ndio ukombozi wako wa kesho. Jana nilikufundisha. Amina. Kisoma Zaburi ya 50 ule mstari wa 5 anasemaje hapo dada? Zaburi ya 50. Fanya agano nami kwa dhabihu, nikusanyieni wacha Mungu wangu, wale waliofanya agano pamoja na mimi kwa matoleo, kwa kukubali sauti ya Mungu inayokujia leo. Sasa wakati wa taabu inapokujia, si wengi tunamuita wengi tunamuita, kila mtu kwa taabu yake, kila mtu kwa shida zake, kila mtu kwa maumivu yake anamuita Mungu. Lakini Mungu anamtazama yule aliyeingia agano akiwa wa kwanza. Tuko hapa. Yule
kuingia agano, akajiweka wakfu akiwa wa kwanza. Mnasikia nyie majeshi makubwa? Ujeshi wetu uko kwenye kukomboa, kusimama kukomboa vizazi vyetu, kukomboa waume zetu, kukomboa familia zetu. Mtu ambaye amezingatia kumtumikia Mungu kwa mali zake, mtu ambaye amezingatia kumtumikia Mungu kwa maneno, wala hawafanani kabisa, ni tofauti. Kuna mtu akishika shilingi 100, shilingi 5 yeye humtumikia Mungu. Kuna mtu akivuna madebe 10 ya mahindi, debe moja linaenda kwa Bwana. Kuna mtu yeye akilima viazi, atafungasha kidogo kinakuja kwa Bwana. Kadhalika Mungu anatubariki kwa mengi. Chakula ambacho kiliandaliwa kwa ajili ya wale wageni watatu, kwa ajili ya kile chakula tu kilichoandaliwa, yule ndama wa ng'ombe, zile nyama zimetengenezwa na mikate, yale maziwa na siagi, Sara ameandaa chakula kikaletwa kwa ajili ya wale wageni watatu. Walipokula, kumbe mle ndani ya wale watatu yuko Mungu. Kifungo cha Sara siku hiyo kinakatika. Ana umri mkubwa vile, amezeeka, atazaa mwana. Amina. Baada ya wale watu kushiba, anauliza sasa yule ambaye ndiye Mungu, yuko wapi Sara mkeo? Sasa yuko huko ndani. Anasema mwakani majira kama haya atakuwa na mwana wa kiume. Yaani ukisoma unaona wote ambao wameondoka kwenye vifungo hawa kina Hana, ukisoma ile Samueli, kitabu cha Samueli kile cha Samueli wa kwanza, unaona Hana kifungo kinatoweka kwa sababu mwaka kwa mwaka Elikana na familia yake wanakwenda kumlingania Mungu. Mwaka kwa mwaka wanaendaga kulingana, na Elikana anachukua sehemu anampa mkewe hamzuilii Mungu mkono, na yeye anamtolea Mungu. Sasa kuna saa inafika kwa ajili ya magonjwa, utaenda kwa ajili ya. Mimi nilipofika wakati wa kwenda Ijumaa, sasa nina shida, na General Surgeon anaandika kwamba wanangu wanafanyiwa surgery ya mgongo, watoto hao wawili wanatakiwa kufanyiwa operation za migongo. Naomba nikuulize mama, ungelikuwa wewe unajisikiaje? Unajua ninatamka hapa operation ya mgongo, lakini kitu operation ya mgongo ni kitu kingine. Kwanza wakiwa wanamfanyia mtu operation ya mgongo, wakikosea kidogo tu atalala maisha yake yote. Yaani mbali na kwamba nimeambiwa kwamba sajari moja inahitaji milioni 10. Sasa ni wawili wanahitaji milioni 20. Nao ni mapacha. Mbali na kuangalia hizo milioni 20 zitatoka wapi, si ndivyo? Lakini je, wakiingia kwenye hiyo sajari watatoka salama? Unaiona kila Ijumaa ya mtu inajitegemea na inajifanana. Lakini jana nilikwambia, kwa sababu mimi huko nina listi ya kumtolea Mungu bila kuangalia mazingira. Alitokea mtu mmoja tu. Kwanza Mungu hapo akanibadilishia kitu, akanifanyia maajabu makubwa. Nafika kule Muhimbili, General Surgeon ananiambia, dada, hao watoto tunawabadilishia matibabu. Naona sentimita hapa bado. Hawa tutawatibu kwa viungo bandia. Nikwambie kitu. Tukiwa tumekusanyika kusanyiko kama hili hapa, Mungu ni Mungu na mtu si Mungu na watu. Tuna tabia, kwa mfano tumekaa hivi, wakisema na mgambo limelia tunatakiwa kwenda kumlingania Mungu, utasikia mtu mwingine anamwambia mwenzake, hawa nao wametuchosha. Hao mjawahi kuwasikia? Wapo. Hao nao wametuchosha bwana. Sikia, kuna saa utatamani kule kuchoshwa kwa hiari kama hivi. Utatamani bora ningechoshwa kwa hiari kuliko kuchoshwa na majaribu ya jinsi hili.
Lakini unaona huruma ya Mungu, ananiangalia mimi, nikitoa siangalii mazingira. Kokota alishapiga wafalme na wamaliza, si ndivyo? Sasa ni zamu ya Hezekia. Hezekia anapoambiwa yeye anarudi kwanza, amina, kujenga ukuta. Tena anajenga kwenye tabu. Wewe unaweza ukajenga, unasikia kule zinalia, unasikia kule zinalia, watu hawanywi maji, watu hawalali, watu hawasinzii, wewe unajenga. Akajenga katika tabu. Sasa anamkumbusha Mungu, je, hakuna jema nimefanya? Anageukia ule ukuta kuutazama. Biblia imeandikwa in short, kwa kukatiza mambo. Kama wasingekatiza mambo, kwenda wangetuambia nini alipogeukia ukuta kusema. Amina. Lazima alimwambia Mungu, sikia, ni kweli unataka unichukue kwa wakati huu, lakini sasa ule ukuta niliyokujengea unauona? Unaona kazi yangu nimefanya pale? Nayo hiyo nayo siitazame? Unataka kunitoa wakati huu na mimi siko tayari kwenda. Naomba nisaidie Mungu wangu. Unaona, Mungu baadaye anamwambia Isaya nabii, nenda urudi umwambie hata kufa bali ataishi, na nimemuongezea miaka 10 na mingapi? Haya ni maneno tunajifunza kila siku, nafikiri mnayajua. Lakini ulishawahi kujiuliza hicho kitabu hicho cha Isaya ya 37 hapa kuanzia mstari wa 37 kuanzia mstari wa 36 mpaka wa 38. Yeye amekimbia kujenga ukuta, hajakimbia kupigana. Mahali walipoweka matuo yao, malaika wa Mungu alishuka pale, aliangamiza wote. Alipomaliza kuangamiza wote, sasa serikali wanaangalia hapa nafanyaje. Ikabidi arudi nyumbani kwao Ninawi. Ile siku ambayo yuko ndani ya nyumba yake, ameingia kwa Mungu wake Nisroki kumwabudu. Watoto wake wawili Adrameleki na Sheraza walimwangamiza baba yao kwa upanga, wakakimbilia Ararati. Ushindi kwa Hezekia na kanisa, ushindi kwa Hezekia na Yerusalemu. Amina. Ushindi kwa Hezekia na Yuda. Ndivyo Mungu anavyokwenda kukufanyia ukiukunjua. Aisee, inapendeza. Nimekusogelea sasa. Amina. Hautatumia nguvu, mtu wa Mungu. Nilikwambia jana kwamba mimi nilijiwekea desturi huko hata kabla sijaanza kufanya mambo ya kwangu. Sijakutuma ukaibe. Mimi nakufundisha. Ila mimi wakati huo sijawa na biashara, sijawa na shughuli za kufanya. Sasa naletewa na mume ndani. Akileta kilo 50 za mchele, nitachota 10 nitapeleka kwa watumishi. Mimi boksi la sabuni likija, anachukua mche napeleka. Ndio yalikuwa maisha yangu. Sasa kuna muda wa kwenda msalabani ulikuja kwangu. Hiyo ilikuwa ni 2015. Wakati wa kwenda msalabani ulipokuja, mimi niliugua magastro. Na mtu anajua gastric hapa. Nilipoumwa hicho kitu, nilikuwa siwezi kupumua. Pumzi haingii, haitoki. Usiombe sasa kushindwa kupumua. Usiombe kushindwa kupumua. Ina maana na madonda ya tumbo yamepea, lakini mimi sijui. Mimi sijui. Sasa nilikuwa sijaugua madonda ya tumbo bado. Nilikuwa sijaumwa. Sasa labda kama alikaa huko ndani, mimi sijui nini kilitokea, mimi sijui. Ila najikuta sipumui. Madaktari mnaposhindwa kupumua, wanachokimbilia kuangalia ni kwamba wanaangalia mapafu na shida gani au moyo. Nilipoenda KCMC wakapima vitu vyote vya huko ndani. Vyote viko normal, hakuna shida. Lakini walikuwa hajanifanyia endoscopy bado ya kuangalia hiyo shida sasa vidonda vya tumbo. Hiyo ilikwenda kujulikana nilipokwenda Muhimbili na nilipokwenda Santa Monica, Dar es Salaam. Sasa wanapokuja kunifanyia endoscopy wanagundua anatakiwa kufanywa operation ya utumbo. Nikakataa.
Nasikia mtu wa Mungu, nikakataa. Mimi na jeuri ya kukataa, kwa sababu mara kadhaa nimeingia agano na Mungu. Mara kadhaa mimi nimejiweka wakfu. Mimi niondoke, akaniambia madawa na kuandikia, lakini uwezekano wa kupona hakuna. Labda kama kwenu huko kuna surgeon ambaye anaweza kukufanyia hiyo operation. Hapo ameshaniambia inavyofanyika, wakikuingiza huko kama masaa 8 watu hawaja kuona baba. Ni kitu kigumu. Nikamwambia hapana, naomba niende na dawa. Mimi kuna kitu najivunia. Kuna kitu nilipomaliza dawa hakuna kupona, nikaanza kwenda kwa manabii. Maana wengine tunawaona kwenye TV. Nilianza na yule nilikuwa namuona Nabii Frank mtu wa Tanga. Yuko Shroi mkabala na Tanga ile shule. Nilienda kwa address nimeiandika kutoka kwenye TV na namba za simu. Nilisafiri kwenda Tanga. Ila nilipofika pale ilikuwa ni siku ya Jumamosi, tukafika na baadhi ya watu wengine wa Dar es Salaam na Morogoro. Watu wana shida, watu wa Mungu. Wakikwambia hivi vitu vya mchanga na simenti tolea Mungu tu. Lakini na kukokotea wateja kutoka Kabura Nzuri na Chekenya wanakuja hapa. Lakini kuna chumvi ambayo wewe ukitumia watu wa HGO hayo makunyanzi yanaondoka. Mama kama huyo anakuwa binti. Inalini uume 5,500. Yesu anauzwa. Yesu anauzwa. Na watu wananunua tu, wana shida. Utatoa kila kitu kwa ajili ya uhai wako. Shetani anamwambia Mungu, huyu amesalimika ndio. Huyo ni Ayubu. Kwa kufiwa watoto na kila kitu na mali zote zimeondoka, amejifanya eti Bwana ametoa, alitoa na yeye ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Amejifanya kwa sababu hajaguswa ngozi kwa ngozi. Bado. Sasa nikaguswa ngozi kwa ngozi. Siwezi kupumua. Mimi nakaza kumkumbusha yale nimefanya kwa Bwana. Ndio nakaza kumkumbusha Mungu. Nakwambia, nikatoka pale ninalia sasa kwa sababu Mathayo ya 10 ule mstari wa 8 anasema nenda mkapoze wagonjwa, takase wenye ukoma, mtoe pepo, mfufue wafu, mmepewa bure, toeni bure. Nikarudi ninalia. Nikakata kona nikaenda Dar es Salaam. Kwa Mwamposa alikuwa bado yuko Sinza Vatican City. Nikaenda. Maigizo ya pale nayo nikayaona. Nikaondoka. Nikaenda kwa nabii mwingine Segerea anaitwa Josephat. Nikakuta kumuona nabii ni shilingi 30,000. Nikatoka ninalia. Nimeona mambo mengi. Nikaenda huko Kibaha. Nikayaona aliyoko kwa Mwingira nayo nikayaona. Nikatoka, nikaenda Shiroi kule Kiteto Mbeli. Nikaenda kule Kiteto Mbeli, nikamkuta nabii na wake 3. Baada ya kukaa pale wiki moja na kunua wake zake nao wanaimba kwaya. Wakati niko kanisani kwetu Mrusi, waliwahi kunitaka nitolee vijana 1,000,000. Na nina uwezo wa kutoa. Lakini nikawakwepa. Nikafanyaje? Nikakwepa. Naomba nikuulize mtu wa Mungu. Huo mzunguko ninaofanya kutoka Kigoma kwenda Arusha niende Moshi KCMC, nitoke KCMC nirudi Dar es Salaam, nitoke Dar es Salaam nirudi hapo Kasulu, nitoke niende Tanga, nirudi Dar es Salaam, nitoke niende huko Makondoa Irangi, huko karibu na Kondoa Irangi huko nani Kiteto Mbele, nitoke nishike njia ya Dodoma nirudi tena Kigoma. Hizo hela zinalingana na 1,000,000. Sisi nasidi. Tusijipe hasara. Tusijipe hasara. Katika kuomba toba sana na katika kumkumbusha sana Mungu, mimi nikaamua sasa nikaona kwa sababu maigizo yote nilishayaona huko. Nilishaenda kwa Pastor Katunzi kule Mtoni Mtongani. Nishaenda huko nako ni anasema kukuombea nunua kitabu kwanza. Kaambia
kakaangu, wewe mtu wa kwetu, nisaidie, nunua kitabu ninacho huko ndani. Hicho nilinunua. Sasa Yesu anauzwa kwa staili tofauti tofauti. Kwa staili tofauti tofauti. Watu wa Mungu, kunyenyekeeni chini ya mkono wa Bwana. Kunyenyekea chini ya mkono wa Bwana ni kusikia maagizo. Amina. Haya yasikupite mtu wa Mungu. Tena fanya kwa kufurahi. Mwenyekiti, naomba kitunga. Shuhuda wangu bado. Mwenyekiti, naomba daftari la karatasi yangu. Mnasikia watu wa Mungu? Tusikubali haya mambo ya Mungu kupata hasara. Tusikubali ambayo hayazungumzwi. Nimeweka kwenye masharti ya vyakula ambayo kwenye matunda yote nimebakiziwa kula parachichi peke yake. Nanisikia watu wa Mungu? Kwenye mboga ninakula nyama nyeupe peke yake, lakini iwe ya kuchemshwa, sio kukaangwa wala kuokwa. Nilikuwa nakula nyama ya bata iliyochemshwa au ya kuku iliyochemshwa au samaki wa kuchemsha, lakini isiungwe kwa nyanya. Kama wakiweka wake karoti kwa mbali na kapilipili hoho kidogo na kitunguu maji tu na maji mchemsha na chumvi. Kwenye vyakula nile viazi Ulaya vinachemshwa, maji ya kwanza yanamwagwa, vimechemshwa tu. Ikipikiwa wali uwe tepetepe kama wakulisha mtoto mchana. Lakini ugali ule mweupepe, yaani ile sembe safi mweupepe, ndo nile. Sasa vyakula vingine vilivyosalia, usile ndizi, usile wali, usile vyakula vya ngano, usile soda, usile juisi, usile papai, usile embe, usile vitu vyote hivyo. Unaona kukaa unakula nyama ya kuku na ya bata na samaki, si gharama? Mwanaume akasema pesa niliyokutibisha ingesimamisha nyumba ikajengwa na ikaishi. Nikaanza kila siku nafunga mlango wangu wa chumba asubuhi. Nilikuwa naomba asubuhi. Na nguo zote nalala chali kitandani. Namwambia Mungu, naingia kwenye theater yako. Naomba ukumbuke yale mema nilifanya kwako. Sikubaliani na mikono ya mwanadamu kunigusa huu utumbo. Maana nikifikiri mwanadamu atakavyonifanyia operation kwenye utumbo wa chakula, itakuwaje sasa? Akishamaliza nitakula au nitaacha? Nilichokifanya, namwambia njoo Bwana, sikia, naingia kwenye theater yako, naomba uje unifanyie operation yako. Naamini kwenye store yako kuna spare za mwili huu. Kwani wewe ulipomuumba mwanadamu namuona ametengeneza ndege, kuna spare zake. Ametengeneza magari, kuna spare. Ametengeneza pikipiki, kuna spare. Je, wewe Mungu spare hauna? Si za mwili wangu zipo? Naomba ubadilisha utumbo umeoza, uniwekee mpya. Namwambia kazi zangu nilizofanya kwako ni hii na 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 hii. Naomba unikumbuke. Baada ya miaka miwili naombaga maombi hayo. Nafanyaga hivyo, siondoki kwenye hilo. Kwa sababu sioni msaada, nani ataniombea, nani atanisaidia? Na kwenye operation naogopa kwenda. Baada ya miaka miwili niliota ndoto. Majira yanakaribia kama saa 10 alfajiri. Nikasikia mtu ananisikizisha sauti kwenye ndoto, ananiambia kula vyote. Nilipotoka kwenye ile ndoto nikazingatia hilo, nishikashika hilo. Nalishika kwa sababu najua kuna mahali nimemtumikia mimi. Amina, 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 mbarikiwe. Amina. Najua kuna mahali, amina, najua kuna mahali nimemtumikia Mungu. Unanisikia? Nina uhakika. Nikamwambia binti yangu wa kazi, naomba uende ukanunue machenza, nanasi na machungwa, nunua nyama ya ng'ombe, unipikie ndizi, upike na maharage na wali. Nitaanza na hivyo, unichemshie na maziwa.
akaleta vyote hapo. Nachukua huku kidogo, huku kidogo. Mimi siku niliyokula hivyo vitu ndio siku niliyopona. Kwa hiyo uwezo wa kusema nimeweza kusimama kama hivi nilikuwa sina. Hakuna nguvu imenisalia mwilini hata Mungu. Tusijipe hasara watu wa Mungu. Amina. Wanawake jeshi kubwa, watu wa Mgaraganza. Hapa kuna kikokotoo, mtumishi wamekaa na jopo lake, wameandaa ni namna gani ya kupafunika pale. Kuna kokoto 1,500, kuna mchanga 2,200, kuna nafikiri ni simenti mifuko 20 500,000, jumla inakuwa 7,500. Kama wangapi? Yaani hata kama tukisema tuigawe kwa watu hapa 50 tunazidi. Tunazidi kina mama. Hata tukisema tuigawe kwa 50 bado ni pesa ndogo. Tuko 83 83. Wanaume hiyo ni wanawake tu. Wanaume waacheni kwanza. Wao nitawakaribisha tu baadaye. Si ndio ete kila baba? Ngoja nidili na hili jeshi hili. Unasikia hili jeshi? Yesu oye. Sasa naniona hapa mimi nimesimama. Naomba kwenye hii 7,500. Naomba hii nusu niondoe nichukue mimi. Hiyo nusu naomba nichukue mimi hiyo. Si ndio? Hiyo 50 naomba nichukue. Tutaonana na mwenyekiti. Sasa nipate watu wa kujiweka wakfu kwa hili. Amina. Wanaoniunga mkono mimi nimetoa 50. Wanaoniunga mkono mimi ni wangapi? Nipate kwanza wa haraka kwa hiari, tusianze kushurutishana hapa. Nipate. Amen. Amen. Asante sana. Mungu akubariki. Karibu sana. Wanaweza sipe. Amen. Kabla ya kuongea chochote, nilikuwa naomba kwanza nafasi nishuhudie kwa sababu kuna mambo amenitendea. Nataka kwanza nimshukuru Mungu, hapo ndio nijue kusema nini. Bila shaka mmenipa kibali, si ndio? Ndio. Naomba kwanza nipe wimbo. Usinipite Bwana, usinipite unapogusa wengine, nami usinipite Bwana, usinipite unapogusa wengine, nami niguse. Mungu anatenda ambaye hajawahi kumwona Bwana. Sijui niseme. Mimi nataka kutoa shuhuda kitu kimoja. Sikuwa na mpango wa kujenga nyumba mwaka huu, lakini nimejikuta Mungu anatumia mke wangu, akamwambia mama wako ajenge, mmeteseka sana. Sasa nikaangalia nikasema kipato hiki ninachonacho itawezaje? Lakini nikasikia roho inaniambia jenga. Nikajenga kwa kumwamini Mungu, kwa sababu kabla ya kujenga nilioteshwa mara 3.
na nyumba niliyooteshwa, na kweli Mungu ameitoa ile ile niliyoiona. Lakini wakati najenga nimekutana na vita nyingi sana. Wapo waliokuja pale, maneno yakawa mengi, wengine wakaniambia umejenga lakini umeacha sehemu ya kaburi yako. Nikasema kama Mungu ni wewe uliyesema, basi mimi najenga kwa imani. Naamini mapenzi na makusudi yako ndio yanatimia. Nikasema mimi najenga kwa kuamini wewe. Nimejenga, nimemaliza. Kabla ya kuingia nyumba, nikiwa naambiwa na watu kwamba umejenga tuone kama utaingia nyumba. Nikasema Mungu wakati wake ukifika, aliyesema na kitu kisimame ndiye atakayetupa vibali vya kuingia. Sasa Jumapili iliyopita nilikuwa kanisani na nilikuwa kwenye maombi. Tulikuwa kwa kiongozi wangu mchungaji Felix. Wakati nimetoka pale nikaambiwa nenda kwenye eneo lako la uwanja. Mimi nikaenda. Ilikuwa mida ya saa 9 mchana. Nafika pale uwanjani kwangu kwenye nyumba. Nilikutana na nyoka tangu nazaliwa. Nilikuwa nikisikia watu wanasimulia. Alikuwa ni nyoka mkubwa. Sijui nilinganishe na nini. Yuko kwenye eneo langu pale. Yule nyoka alivyoniona alikuwa na spidi kama zawadi. Sijui niseme spidi ya namna gani. Alikuwa ni peupe panaona. Nyoka nilipotelea macho na kulia. Nikasema Mungu, wewe unajua nawe ni wewe. Lakini mimi siyajui, lakini ujue hapa kutimia. Naomba usimame, wewe uliyekusudia na mimi nitajidhihirisha. Kwa sababu hujawahi kushindwa, kwa sababu kwa naona Mungu hajawahi kushindwa kama. Basi nikapiga magoti pale, nikamshukuru Mungu, nikawa nimeenda. Sasa imefika juzi kwa mkia jana, kuna ushuhuda mke wangu alisikia kwenye simu, aliurusha kwa mtu fulani. Akasema mume wangu, "Wai niko naogopa." Nikashuka. Akafika na nisikilizisha na mimi nikausikia. Mpaka kufika usiku wa manane, nikisema nilale, nimelala. Wakati nimelala, nasikia joto linanifumuka. Mwisho kwa usingizi kanipitia, nikaota ndoto moja. Kwamba kuna watu watatu wazee. Wana fimbo 3. Wamezilaza chini. Mmoja akachukua moja, mwingine akachukua moja, ikabakia moja. Wakaniambia na wewe chukua iliyobaki. Roho ikaniambia usichukue. Wakaniambia chukua. Roho ikaniambia usichukue. Nikatoka pale sijui nikaenda maneno gani. Wakarudi kunidendeleza. Nikarudi. Wakaniambia chukua fimbo hiyo. Roho ikaniambia usichukue, iache. Nikawa nimefanikiwa kuacha, Mungu akanisaidia. Basi nikajishtua kwenye ndoto, ilikuwa mida ya kama saa 9 usiku. Roho nikaanza kujiuliza maswali, hii ndoto ina maana gani? Wakati natafakari, sijalala wala sijasinzia. Nasikia kama nimetekwa katika ulimwengu wa giza. Nikasikia kama vile ubavu wangu unashikiliwa. Nikaona kishindo kwenye mji ule ninaoishi. Kama kuna kitu kikubwa kinakuja pale hadi nzima inatikisika. Nikapigiwa mlango, kumbe mtu anagonga mlango huko unatikisika. Tena tulilala na mke anaona mke kama yani yuko kawaida. Nikaamka, wakati naamka kitandani maajabu niliyoyaona niligawanyika mara. Mmoja akakaa, mwingine akabaki amelala kitandani. Haya ni maajabu tangu nazaliwa sijawahi kuyaona. Sasa roho inaniambia kafungue, nyingine kanaambia usiende. Ukifungua utakuwa umeishi. Acha. Roho nyingine inaniambia kafungue. Huyo mtu anagonga kwa kasi, kwa anagonga kwa kasi. Roho inaniambia usifungue. Yule mtu anagonga kwa kasi kwa hasira, akatoka pale kaja dirishani. Alipomaliza dirishani pale, akawa ameondoka. Alipoondoka roho inaniambia lala. Niko lala ndo nikishikamana na yule mtu. Nikatoka mtu mmoja ndo nikajitambua, wala kwa sijasinzia wala sijalala. Wakati nimekaa hapa, nimesikia roho inaniambia, walikwambia kutoingia nyumba. Na leo kama nimesikia wanasema kwamba namwaga jambo. Nikanambia toa laki moja. Kwa jina la Yesu, naamini nyumba nitaingia na kwa uwezo wa Mungu nitaishi na familia itakuwa salama. Asante sana kumlinda
Jana tulijifunza kulinda waume zetu. Huyu ni mlinzi mwaminifu. Mungu awabariki, Mungu awabarikieni sana, Mungu awatunze. Majeshi makubwa vigelegele. Tutawaombea hao. Tumemwona Bwana, tutawaombea. Amina. Baadaye tutawaombeeni. Amina. Mungu awatunze sana. Kabisa. Majeshi makubwa. Mmeona? Mambo yako safi. Sasa kwa hiari, ukifanya hiari kama huyo sinapendeza. Kwa hiari tu nipate wengine, lakini nataka nianze na mwenyekiti wangu. Amina. Nianze na mwenyekiti wangu. Mwenyekiti wangu, njoo hapo niambie jambo. Karibu. Naomba uniletee jambo hapa mwenyekiti wangu.